Nani? Ya, wapi? Lini? Saa ngapi? Nakuja. Amefanyaje? Heka Unlimited. Time ya heka ya leo ndio hii hapa, na namna inavyoanza jua kwamba hiyo ni heka. Na heka ya leo bwana, nimezungumza na Zuhura kutoka Shinyanga ambapo alikwenda kutembelea katika ile shule ambapo watoto walikuwa wanapandisha mapepo. Ile ambayo tunaizungumza tangu wiki iliyopita. Ndio. Zuhura alikwenda kule kutaka kujua je, maombi yamejibu? Sasa kabla ya kutaka kujua, kuna jambo ambalo lilifanyika? Ndo akataka mrejesho. Kwa sababu wachungaji wale waombezi wale watu wa Mungu, watu wa dini tuseme, walikuwa wanakesha pale, waliomba tu wananchi wawachangie mafuta kwa ajili ya generator usiku waweze kuona na kuendelea na maombi. Kwa hiyo wazazi wa eneo hilo walifanya hivyo. Kwa hiyo likatafutwa generator. Kwa maana hiyo pale waombezi walikuwa wanalala tangu ile Jumatatu. Walikuwa wanalala, yani mwisho kesho ndo anamaliza. Kwa hiyo Zuhura alikuwa ameenda pale kutaka kujua kwamba sasa hali ikoje. Maombezi yalivyofanyika kwa nguvu zote hivyo, watoto wametulia au bado wanaendelea na yale mayuyu yao. Sasa maombi bado yanaendelea. Maombi bado yanaendelea na wachungaji wako pale waombezi hawajaondoka. Wanapambana na hivyo vitu ambavyo vinawasumbua watoto mpaka na watoto walikuwa wanasoma shule. Au shule imefungwa? Shule tangu Jumatatu inaendelea. Na ukumbuke kwamba ile shule sio boarding. Ni watoto wanaenda na kurudi. Kwa hiyo lakini wenyewe wale waombezi walikuwa wanalala pale ili waone kuna jambo gani, kuna kitu gani. Wakawa wanaombea. Msikilize Zuhura baada ya kufika kwenda kuangalia. Maana nimemuuliza hali ikoje sasa huko baada ya kwenda na vitu ulivyoviona. Nimeongea naye kwenye simu hapa. Sikiliza. Katika shule ya Imesela Shinyanga vijijini, kijiji cha Muscat, hali kwa sasa hivi iko shwari. Wanafunzi wanaendelea na masomo kama kawaida, lakini na wachungaji na mashehe wanaendelea na ibada zao, kwa sababu kama unakumbuka kwenye kaika ya Jumatatu kwa kuna wachungaji ambao waliomba ridhaa kutoka kwa mkuu wa wilaya na kwa wazazi kwamba wanaomba waweke pale kambi kwa ajili ya kufanya maombi ili watoto warejee katika hali yao ya kawaida. Kwa maombi yao yameanza siku ya Jumatatu mpaka leo Alhamisi yataendelea. Kwa taarifa ambazo nimepata kama maombi endelevu, lakini sana lengo lao ni mwisho wa maombi ni siku ya Ijumaa ambayo ni kesho. Na wananchi wenyewe, wazazi wenyewe walichangia la mafuta ili wachungaji waweze kupata huduma ya generator kwa sababu pale hamna umeme. Kwa hiyo maombi sasa yanaendelea na watoto waendelea kuwa na masomo kama kawaida. Yaani masomo yanakuwa yanaendelea kwa watoto kama kawaida, na viongozi mbalimbali wa dini bado wanaendelea kumiminika katika eneo la tukio kuhakikisha kwamba ile hali hairudi tena kama hapo awali. Kwa maana hiyo watoto wametulia, hawapigi tena makelele haya kama walivyokuwa wanapiga mara ya kwanza. Sasa hivi watoto wametulia, wanaendelea vizuri na masomo, hakuna tena zile hekaeka za mashetani kupiga makelele, sasa hivi hazipo. Upo? Nipo na naona malengo yetu ya Sheikh Sharifu inabidi yasimame sasa. Kama hali iko vizuri kabisa, maombi yamejibu. Watoto wamepoa. Sema kuna jambo jingine ambalo Zuhura anasema limemshangaza. Kuna mti bwana pale shule unapiga shoti kama ya umeme. Kwa hiyo mbona jamani sasa linamalizika hivi? Upo siku zote. Unajua ile katika alivyokuwa akienda yeye, yani ile tafrani ya watoto na nini yani anaishia hivyo, lakini yani kumbe kuna mti, huo mti ndio watoto wanapokimbilia hapo. Wakishapandisha wanakwenda kwenye huo mti. Yani wakishapandisha hao madubosho yao, mapepo yao, wanaenda pale. Wanaenda kama kuzungumza nao. Huo mti ukigusa tu umepigwa bonge moja ya shoti kama kuna umeme wakati hakuna umeme. Kweli? Si wewe hapa Zuhura, msikilize. Wakati naendelea na tukio la kurekodi ile tukio, niliona kitu cha kushangaza kidogo katika kijiji cha Mesela kwamba kuna wanafunzi wenyewe wanadai kuna umeme shazoea mjini mpaka Nyazi dondoke ndio inatokea shoti, lakini kuna mti ambao ukiusogelea uko unapigwa shoti, na huo mti kunasemekana kwamba ndio mti ambao unakana mapepo. Kila mtoto anapandisha pepo, akifika pale lazima aseme na ule mti. Kwa hivyo ndio ilivyo. Na kingine ambacho nilikiona katika kijiji cha Muscat hapa kata ya Imesela ni yani wananchi wanachukulia sisi kama paka. Tunajua huku kwetu mjini tunaogopa sana paka, tukutana naye lakini sasa kule yani sisi anagoka ndio paka. Watu hawamogopi sana sisi. Kwa kile kijiji kina milima mingi sana. Yani milima ile midogo ile ambayo imefanikizwa na mawe juu. Kwa kuna sisi huko muda wote. Ndio vitu ambavyo viko hapa katika kijiji cha Imesela, vitu ambavyo kijiji kingine havipo. Kuna mafisi wengi.
Yani sisi wengi, si yuko nyinyi mjini mshazoea mkikaa baa mnaona paka. Huko watu wakikaa baa wanaona fisi. Kule fisi sio mnyama wa kuogopewa kama wanyama wengine, ni fisi jambo la kawaida kwa sababu kuna milima mingi sana. Haya. Sasa hilo swala la mti au wachungaji pia wameambiwa? Wameambiwa, wanajua. Na wenyewe wanauombea. Wanafanya. Ila lakini kuna uwezekano wa mti kuwa katika mazingira hayo, yani ukawa kama unafanya shot wakati hamna umeme. Sababu hapo umeme si haujafika kabisa. Hamna. Kwa hiyo ule mti ukiushika hivi unatetemesha. Na sio huo, hata mengine pia alionyeshwa. Na mambo ya fisi umesikia? Fisi huko yani fisi kama nyau. Kama tunavyomuona paka huko unakutana naye baa wapi? Unakula na ngoja umtupie ndio huko fisi. Kwa fisi wapo muda wote tu. Wapo, washazoea. Yani hata sio issue. So tatizo yani. Sasa miti hii sio ile ambayo unasema aliongea Sharifu. Sharifu Majini kwamba kuna baadhi ya miti. Alisema kuna sasa yeye hajasema kama inarusha, lakini alisema kuna baadhi ya miti pia ina tabia kuhifadhi hayo mambo. Sasa huu ni mti ambao akiugusa ndio unapiga shoti. Na umeme haujafika. Lakini unatetemeshwa kama vile umeme. Na mingine pia ipo. Au inakuwa ya baridi. Kuna shoti na baridi unajua Husna. Na kweli kuna shoti na baridi. Je, hiyo miti inatetemesha kipindi gani? Hiki cha mvua au hata kiangazi hiyo miti inatetemeka? Nafikiri cha mvua sijui. Ngoja tumsikilize, na kuna mingine pia ambayo ameonyeshwa inafanya hivyo hivyo. Na kuna miti, baadhi ya miti ukipita kama umeloana unapigwa shoti. Kama vile unapita kwenye umeme. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo nimeviona mimi katika wananiambia ni hapa Zuhura, kama uamini shika ule mti, nikasema mimi siwezi. Nasema kusogelea katika ule mti tu unapigwa shoti. Kama vile umeme. Na watu wanapokuwa kama wanapokuwa mtu wa umeme. Naanzaje gea? Umeogopa? Mtu shambolo bala mimi nataka. Unasogeaje sasa? Mmoja akaniambiaje mwalimu, shule mwalimu ambaye alimsikia kwa anaongea nataka kuondoka, akaniambia Zuhura, tunataka lokodi vizuri kaeka. Eti nigeuze nguo niingie kwenye darasa nikaone vinyamkela, nikaambia kitu ambacho kwangu hakitawezekana. Nje ndani nje, eti nikigeuza nitaona wale vinyamkela. Nikaambia kitu ambacho mimi siwezi kufanya, geuza au uje unisimulie. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Lakini kwa nini Zuhura hajagusa ule mti? Ameogopa, hata mimi nimemuuliza, ameogopa. Husna wewe ungegusa? Wewe ungegusa? Ndio. Basi haina haja tupange safari. Hata mimi ningegusa. Kuhakikisha zaidi unagusa. Yeye alichofanya Zuhura ni kwamba tu yara binafsi. Bwana hapa nimeambiwa kwani walisema ukigusa ndo unapata mashetani? Unapigwa shoti. Ndio hiyo unagusa tu unajaribu. Sababu shoti hiyo sio ya umeme, haiwezi kukua hapo kwa hapo. Unajua maisha sio kujaribu, maisha ni kufanya. Maisha ni kutenda. Ila ukitaka kutupa taarifa, mfano mimi natamani hakika yani unajua uje uzungumzie kitu yani vile yani. Lazima uwe umeshika. Kwa sababu ilikuwa lazima sema kwamba watu wanasema hivyo, lakini mimi baada ya kushika nimeona nimekiona hicho au nimekiona. Zuhura angeongea na kijiji pale, bwana shikeni mimi niamini. Ndio alivyomhakikishia. Wamemhakikishia wameshika. Yaani wale hawana shida. Shida ilikuwa labda kwake yeye mwenyewe kuhakikisha. Ngoja na mimi niushike. Basi yeye tufanye mpango. Watu ambie mimi baada ya kuushika ule, kiukweli nimeyaona hayo mambo. Umeona Na mimi baada ya kuushika sijafanywa hivyo, sijatetemeshwa hivyo Lakini hizo ndo taarifa zilizopapo kwenye hiyo miti. Wale wachungaji na mashehe tu waombe waongeze wala muda wa maombezi. Lakini nafikiri mkuu wa wilaya atakuwa amefanikiwa na ndio kwa lengo lake kwamba walete wale watu wa dini waje kufanya maombi katika ile shule ili watoto waweze kusoma. Kwa hiyo tangu Jumatatu watoto wanasoma vizuri mpaka leo hii. Tangu Jumatatu. Kwa hiyo sasa kama kitatokea tena chochote, mabadiliko mengine yoyote, Zuhura atatufahamisha kwa sababu bado anafuatilia. Na waombezi wanaondoka kesho, au mashehe pamoja na wachungaji. Wanaondoka kesho. Kesho ndio mwisho. Na mkuu wa wilaya pia angeweza kulifuatilia swala hili la miti kupiga shoti. Si ndio yote hayo? Yani ndio kawaleta hao watu wa dini, yani waombee, yani hivyo vitu vyote viishe. Vitu vyote viishe. Kwa hiyo yani mkuu wa wilaya amejitahidi. Amecheza pati yake au sio? Amejaribisha kufanya yeye anachokiweza. Ndio. Na ameenda kwenye kile anachokiamini. Lakini hicho kijiji kweli cha mwendo kasi. Hicho kijiji hatari. Michael Simwanza amenitumia kwenye akaunti yangu ya Instagram Dahu Official, anasema hata kwetu Mpanda hayo mambo yapo. Mpanda ni wapi? Sumbawanga. Anasema hata Uruko. Mpanda hayo mambo vile vile yapo, yani sio ajabu. Jamani. Mambo ya miti shoti au video. Shoti ya miti na nini, lakini bado kuna namna nyingine vile vile kutaka kufahamu, kwa sababu kama tutazungumza na wazee wa misitu wanaweza akatuambia kwamba aina ya miti hiyo ndio aina ya miti kuna miti kuna miti fulani ambayo pengine
Sasa pia umemsikia Zura akasema kama ukiwa umeloa ukiushika huo mti unafikwa na alio. Ukizungumza na watu wenyewe kabisa wanaweza watu wa miti shamba wanaweza akakwambia kuna baadhi ya miti ni kweli huwa inafikwa na kipindi hiki na inakuwa hivi. Huo ni utalii wa ndani, ni moja kati ya kivutio. Mti unakuwa na shoti kama ya umeme, ingekuwa karibu ningegusa mgalapo kutoka Tanga. Gea huo mti sio kama aliyosema Sheikh Sharif, maana alisema kuna miti haifai kupanda. Shangwe dereva bajaji kutoka Masasi anasema kumshukuru Mwenyezi Mungu kama wachungaji wamekubali kufanya maombi, ila naomba wazazi na walezi tuchangie hicho kiasi cha mafuta. Wamechanga. Jamani, mti unapiga shot. I say hii kali kwa kweli. Nchi hii ina vituko sana. Kwa hujatembea hautaamini, lakini vitu hivyo vipo kabisa. Ali Shop anasema hivyo kutoka Kigamboni. Kuna message ya mwalimu Kennedy Mpemba, mkazi wa Kagongwa, Kahama, Shinyanga. Anasema huku Shinyanga uchawi ni swala la kawaida tu, maana hadi kuna kambi ya uchawi inaitwa Gambosh na fisi wanatumika kama chombo cha usafiri nyakati za usiku. Jamani. Tunabishana mwalimu Kennedy Mpemba kutoka Shinyanga. Wewe unatumia taarifa na Zura. Yeye yuko Shinyanga. Mimi hata sibishani naye. Mambo ya imani haya. Ndio, na kuna message ya Suma Nkuruma wa Mtwara, anasema Mtwara mwaka jana mti ulikuwa unalia sauti ya mtu. Jamani we, watu wanambwembwe. Mwaka jana mti ulikuwa unalia sauti ya mtu. Yaani mti. Mti unalia kama mtu. Na mashahidi wapo. Sasa unauliza mashahidi. Ngoja tukupe namba ya Suma uzungumze naye vizuri. Rizwan wa Mbeya anashauri wa mti ukatwe. Ukisogea unapigwa shot ukakate, sio utafuta balaa. Watuweza kupitia message zote ambazo zinakuwa zinatumwa hapa. Kuna message ya Katinji wa Katinji na Chingwea. Anasema kuna mti ulikatwa ukasimama tena. Ukipita usiku unasikia unaitwa jina lako na mtu huyo humuoni. Katinji wa Katinji. Hadithi hii iandikie kitabu. Usina wewe utakwenda tafuta. Ulikatwa ukarudi tena? Utakwenda utayapata. Yaani balaa. Katinji wa Katinji. Umekatwa ukarudi tena. Ukipita unaitwa. Mimi hiyo kukatwa na kurudi tena kwanza kabla hata hajaniita. Ule mtu umekatwa kurudi tena. Hatari. Balaa. Kwenye miti kuna vitu vingi sana. Sasa wewe waite wananzengo hapo anza kuzungumza labda kwa mfano miti ya mibuyu. Yaani mibuyu mikubwa hii. Waite hapo wananzengo kila mtu atumie message yake ya mibuyu. Yaani wazungumze kuhusiana na mibuyu. Mibuyu si inajulikana mikubwa sana au? Ndio. Wazungumze sasa visa. Na inajulikana kwamba kuzunguka sio kazi kwa kukumbatia. Kukumbatia. Sasa waanze sasa na visa vibuyu. Ndio ni shughuli zake. Vinavyotokea, wanavyojua. Maana usta kwa hapo tunaguna kwamba mbuyu na mti umekatwa afu ukarudi tena. Wewe unakubali? Sikubali. Kama ukubali sawa. Ni vioja tu ambavyo ninakuvisikiliza. Sema watu wana story nyingi kwenye vitu kama hivi. Katika maisha yetu kila siku na vioja vingi kabisa sana. Lakini Bundara Rupia wa Isaka Kahama anasema masuala hayo kwa Shinyanga ni jambo la kawaida sana. Wao wameshazoea tangu mwanzo. Uwe na kiboko. Watu kuniambia Shinyanga mambo ya kawaida. Kwa mujibu wa nani? Bundara Rupia kutoka Isaka Kahama. Anasema hivyo ni vitu vya kawaida. Unaweza kuona nani na pendekezo labda kuweka kambi kufanya research tu kwa mkoa wa Shinyanga. Mambo jinsi yanavyoenda. Na naweza kawa ni sehemu ya kivutio cha utalii. Tusio tumekariri. Kabisa. Yale tunaosema siku zote ya mlima sio Ngorongoro, kuna vitu vingi vya kwenda kuangalia. Toka mwangalia Simba. Ila swala la mti kupiga shot na hakika kama tutazungumza na wenyewe kabisa wanaweza akakwambia kwamba huo mti upo. Mambo atuenda mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi. Mti na shot. Tena ya umeme, sio shot pole. Unaweza ukaambiwa hivyo pia. Lakini sisi hatutoi kiki kwa wakazi wa Shinyanga. Hayo mambo kusema kwamba ya kawaida na nini? Unataka kuyapa kiki gani mambo? Hapana, sio kawaida, hapana. Ufanyike utafiti. Mimi sielewi hivyo kiukweli. Hatari. Kesho tena ni siku nyingine. Tukutane tena kesho kwenye leo tena ya Clouds FM.